Wewe hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Baba umeinuliwa, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante ni kwa ajili ya neno lako siku ya leo. Tunapoenda kushiriki, naomba Mfalme unitumie kama chombo, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana anayepata neno lako. Naomba Mfalme, masaa na majira kama haya ukapate kunena na watu wako katika jina la Yesu. Asante Mungu mwenye uwezo na mwenye mamlaka. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Na Bwana akubariki. Na ni furaha yangu kubwa sana katika ibada hii. Ni kwa ajili ya kuungana na wewe kwenye ibada hii. Na ninaamini ya kwamba Mungu mwenye uwezo ataenda kunena na moyo wako kwa ajili ya uwezo wake na neema yake ambao Bwana ametuwezesha kuwa pamoja katika wakati huu. Wale ambao mnanitazama mara yenu ya kwanza, jina langu ni Apostle Daniel GM, ambao nahudumu na kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry. Na Bwana akubariki kwa sababu ya kufuatilia ibada. Nashukuru na wote ambao mna support kazi ya Mungu ili iweze kuendelea kufikia wengi. Bwana akubariki na akutende mambo makubwa. Unaweza kunitumia ujumbe wako, uniambie unanitazama ukiwa wapi, na kama kuna prayer request pia ungependa tuombe na wewe, ni vyema uweze kunitumia ujumbe wako na Mungu atakubariki na atakutenda mambo makubwa. Unaweza kunipigia kwa hii namba after this service, ama unitumie ujumbe kwa 0745 46 10 61 63. Wala ambao mko nje ya Kenya utanifikia kwa WhatsApp namba ambao ni +254 0717 35 85 79. Bwana akubariki. Kuna mambo ambao unaweza kuwa unapitia ambao ungependa ushauri wa Mungu. Unaamini bado manabii wako, bado Mungu anatumia manabii, basi unaweza ukanifikia kwa hizo namba na Bwana atakubariki. Nataka tuingie kwenye neno letu la siku ya leo, ambao Bwana ameniwezesha ili nikaweze kuongea na wewe. Nataka tuingie on part 2 kuhusu secret of giving. Secret of giving. Siri ya kutoa. Tuende katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, mlango wake ni wa kwanza. Tuanzie aya yake pale ya 5 mpaka pale aya yake ya 7. Biblia inasema hivi: tena madhabahu ya 7 iliyotengenezwa na Beliseli mwana wa Uri na wachukuu wa Uri pia ilikuwa huko Gibeoni mbele ya hema takatifu ya Mwenyezi Mungu hapo. Mfalme Solomoni na watu wote wakamuomba Mwenyezi Mungu. Solomoni alipanda mbele ya madhabahu ya 7 iliyokuwa kwenye hema la mkutano hapo mbele ya Mwenyezi Mungu, akatoa dhabihu 1,000 za kuteketezwa juu ya madhabahu hayo. Usiku huo huo Mungu alimtokea Solomoni, akamwambia, omba chochote nami nitakupa. Omba chochote nami nitakupa. Naongea secret of giving.
Nashukuru kwa wale ambao mnatazama kupitia mtandao yote ya kijamii na waona pale. Wale wa runinga pia unaweza kunitumia ujumbe wako hapo kwa screen yako, unaona kuna namba zinapita hapo chini ya screen. Mungu akubariki. Biblia inasema ya kwamba hapa kulikuwa na madhabahu. Na katika madhabahu, I always say this, the voice of the altar is the sacrifice. So there is no voice from the altar without sacrifice. And there is no power in the altar without sacrifice. And there is no sacrifice without altar. So hizi vitu viwili zinaambatana. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa madhabahu pale Gibeoni. Na pale madhabahu yale kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Solomoni, ambaye alikuwa ni mfalme. Na mfalme huyu Solomoni akapanda kwenye hiyo madhabahu. Madhabahu ambayo ilikuwa pale kwenye ile kusanyiko ama kwenye ile mkutano. Kwa hivyo ni vile tunaenda katika kanisa la Mungu, sisi wote tunakusanyika pale. Lakini si wote tunapanda kwenda madhabahuni. Na uwezi ukapanda kwenda madhabahuni basipo kuenda kufanya ibada kwenye madhabahu. Wanasifiwa sana. So maana sema kwamba wakati Solomoni alipopanda juu ya madhabahu mahali pale na watu wa Mungu, wakaenda wakamtolea Mungu dhabihu. Walipotoa dhabihu zao, hapo Mungu akamtokea usiku huo huo, akamwambia Solomoni, omba chochote unachotaka nitakupatia. So kuna vitu ambazo ningependa uelewe katika secret of giving, ya kwamba mpendo, kuna maombi unaweza kuwa unaomba na haya maombi hayachipiwi mpaka wakati ambapo utakapotambua the secret of giving, wakati utakapotambua siri ya kutoa. Maana Solomoni alipokuwa kwenye kusanyiko, alikuwa kwenye mkutano, lakini the moment alipoenda na watu hawa, wakaenda wakapanda kwa madhabahu, wakatoa dhabihu 1000 ya kuteketeza. Hapo ndipo Mungu anamtokea Solomoni usiku huo. Kwa hivyo kuna maombi ambayo yana delay kwa sababu you are not a giver. Kuna maombi ambayo yanaweza kuwa yanacheleweshwa kwa maisha yako kwa sababu hujatambua siri iliyo ndani ya kutoa. Mpendo, kuna vitu ambazo hauwezi ukasipokea basipo kuhusika na giving. Hebu nikuulize wewe ambao unanitazama, unaweza ukaenda kwa kina mwanamke ambaye wazazi wamelea, alafu ukapewa huyo msichana free? Hata ukipewa, iko siku utadaiwa, kwa sababu lazima ulipe mahali. Na usipolipa mahali, wakati ambapo kutakuwa kwamba mmoja wenu amekufa, hiyo familia, kama ni mke wako, watoto wataenda, because hauchamnunua, ana ruhusa kuwa wako. Sasa hapa ndipo tunafaa tuelewe ya kwamba kuna siri katika kutoa. Wale ambao mnanitazama mumeolewa, wale mko kwenye uchumba, nataka uniprove hapo wrong. Ni nani ambaye alichumbiwa na mchumba wake mpaka leo hii ni mume wake, hakumpeleka hoteli hata siku moja amnunulie chakula, ama hata amnunulie hata kama ni miwa tu atavune barabarani, hata kama ni sweet? Nani yako hapo? Uniambie mimi pastor ni mkora. Kama hakuna kitu ulinunuliwa na ukafuata huyo mwanaume mpaka kwa nyumba, hakuna kitu hata moja alikupatia, hakuna siku amewahi kununulia hata kasoda, ni proof hapo. Uniambie wewe pastor ni muongo. Prove me wrong. Kwa nini? Kwa sababu there is a connection between you and that giving. So wakati alipokupatia ile zawadi, hapo ndipo moyo wako uliama ukaingia kwake, kwa sababu kuna kitu ambacho kiliungana na ile giving. Hata kama ni maskini aina gani, lazima atajitahidi akununulia hata kama ni kasoda, hata ili akope, because there is a secret in giving. Hebu sikia hapa. Solomoni ni mfalme, na alikuwa ni mfalme, lakini alitambua kitu moja, kwamba kuna siri katika matoleo. Ameenda kwenye mkutano,
Hawa ni watu ambao wamekusanyika, wako pamoja, lakini hatujaambiwa kwamba wote walienda madhabahuni kumtolea. Lakini Solomoni alipoelewa siri ya kutoa, alienda kwenye madhabahu na akatoa dhabihu yake. Alipotoa dhabihu, Mungu akamtokea akamwambia kwamba Solomoni, omba chochote unachotaka nami nitakupatia. Na ukisoma hapo kuanzia hapo ukiendelea verse number 8 all the way to number 10 mpaka pale number 12 umalizie hapo. Maana sema kwamba Solomoni, Mungu alipomwambia kwamba aombe chochote alichotaka, Mungu aliponena hivyo, Solomoni alimwambia ampatie kima na maarifa ya kuongoza watu hawa ambao ni wengi kama mafumbi. Hakuomba maadui wakufe, hakuomba apate utajiri, aliomba hekima na maarifa. Na Biblia inasema kwamba Mungu akampatia mpaka zile ambapo hakuomba. So kuna vitu ambao my brother and my sister unaweza ukafungua kwa sababu ya kujua siri ya kutoa. Na sikulazimishi utoe. Kutoa ni kwako na uamuzi ni wako. I always say these people, ya kwamba mali ni yako, mateso ni yako. Ni wewe uangalie mali na mateso, which is which. Uchague moja. Siku moja mama mmoja akakuja kanisani siku ya Jumapili. Na alipofika kanisani alikuwa na pesa. Actually alikuwa na 30,000 kwa mfuko akikuja kanisani. Lakini sadaka aliyotoa ni ya 200. I remember very well. Na usiniulize nilijua aje, hata Yesu alijua sadaka ya ule mama. Si alisema huyu mama ametoa sana kwani hakuona. Amen. So yule mama alitoa sadaka ya 200 na alikuwa na 30,000 kwa mfuko. Cash. So mimi nikafundisha, by the way actually nilikuwa nafundisha about the power of altar. Nikafundisha, nikamaliza, nikaingia deliverance service. Nikamaliza deliverance. Alikuwa na mtoto akona kigugumizi, aongei. Kuongea kitamba aongee neno, hii ni ngumu sana. Haitoki, alikuwa Musa mwingine. Sasa yule mama, mimi nikamaliza ibada, nikamwambia Mungu awabariki, tukutane wakati mwingine, majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tukutane Tuesday kulingana na ibada zetu. Nikawasema kwamba wale wanaohitaji kuniona, waniona after this service, utabaki nyuma. Akawa mmoja wa kubaki. Sasa alipofika katika samu yangu na yeye kuonana one on one, yule mama, nakwambia hii ili nikusaidie. Yule mama akaniambia, Apostle, nasikia ndani yangu mimi niko na pesa, si kwamba sina. Nafanya kazi kwa government, niko na pesa. Lakini wakati ambapo ulikuwa unaongea kuhusu nguvu ya kutoa, mimi nilisema number 1 sikujui vizuri. Number 2 mimi ni mgeni kwa hii kanisa. Nitatoaje sadaka? Nitatoaje dhabihu? Hivyo nikasikia ndani yangu nisitoe. Lakini nilipokuwa wakati ulisema tupaki nyuma tukakaa pale, mimi nikasikia kitu ikiniambia na ukikataa kunitolea, alafu upeleke hapo njiani unyanganywe, itakusaidia na nini? Eli utoe nikusaidie. Kwambia sio mimi nimekwambia, si umesikia sauti mwenyewe? Basi fanya vile sauti inakwambia. Huyo mama alichukua 20,000 akaweka kwa bahasha. Alikuwa na watoto wawili, mmoja aongei, mwingine ako sawa. Akaweka kwa bahasha 20,000. Nikamwambia achukua hiyo dhabihu, sikujua wakati huo ni nini ameweka. Maana yeye ndiye anajua siri yako na Mungu wewe ndiye unajua. Akawekelea kwa madhabahu. The moment tu alipoweka tu ile dhabihu kwa madhabahu, alianguka chini. Mapepo ikaanza kusema huyu tulimfunga kutoka Kilifi, mtoto wake tulimfanyia hivi, covenant tulifanya na yeye, tulifanya hii yote. Kitabu chake tulichukua shuleni, tukabadilisha sasa nyota yake. Na tumekaa kwake miaka 15. Akiwa amekaa kwa huyo mtoto. Na hapo ndipo huyo mtoto alikombolewa. Leo tunaongea na wewe amemaliza shule. Akiongea na akapita mtihani. So mama yake kama angetii the secret of giving, maombi yale ningemuombea, maana tayari nilikuwa ni sawa waombea. Lakini bado kuna kifungo ambacho wangerudi nacho.
Mtoto angerudi baada aongee. Na nimemfanyia deliverance. Si eti nilitoa jasho sana katika deliverance. Lakini kuna covenant ambayo yule mtoto amefanyiwa, ambayo imemfunga. Alifungwa na dhabihu na lazima na yeye ajifungue na dhabihu. Let me tell you brother and sister. Kama umefungwa kupitia damu, lazima utatoa damu. Kama umefungiwa kupitia pesa, lazima utatoa pesa. Unaweza ukapuuza. Lakini nataka nikwambie ukweli. Kama kuna mtu ambaye alikutolea mwana kondoo, akakutolea mbuzi, akakutolea ng'ombe, ndio ufungwe, ndio ufunguliwe, lazima uzike kutoa ng'ombe ama utoe hiyo mbuzi. Unaweza ukakosa kuitoa ikiwa hai, lakini lazima utatoa gharama ambayo inatoshana na hiyo. Maana siku hizi tukiwaambia mtoe ng'ombe, utasema ati huyo pastor ni mganga. Lakini kwa Biblia, Abrahamu alitoa ng'ombe, akatoa mbuzi, akatoa kondoo. Hakutoa pesa. Lakini leo hii ukiambiwa, wewe utaanza kuteta hapo. Abrahamu anatoa mpaka mtoto. Leo jaribu kuambiwa utoe mtoto. Hiyo kanisa ni ya devil worshiper. Na sijui wewe ulichuliaje kanisa la devil worshippers linatoa watoto, na wewe kama uendangi hapo. Mimi nakususpect wewe ni mmoja wa hiyo. Bwana asifiwe. The secret of giving. Wakati utakapotambua mpendwa, katika siri ya kutoa, kuna vitu ambao sitakuachilia, sitakuondokea. Kuna vifungo ambazo sitaanguka. Kuna mateso ambayo yatakuacha. Kuna utasa ambayo itakuacha. Kuna umaskini ambayo itakuacha. Kuna kung'ang'ana itakuacha. Kwa sababu the secret of giving, when you understand ya kwamba kuna vitu ambao ndio uweze kutoka, lazima kuuzike na kutoa. Yesu Kristo mpendwa alitolewa kama sadaka. Alitolewa kama sadaka. Na katika sadaka pale ndipo alibeba dhambi zetu. Hapo ndipo alibeba mateso yetu. Hapo ndipo alibeba umaskini wetu. Kwa hivyo lazima leo ya kwamba the secret of giving, ya kwamba sadaka ama matoleo yanapepa kila ambacho kinachotutesa. For example, unateseka na utaza. Jana nilikuwa naongea mama mmoja, sijui kama ananitazama. Sitamtaja because niko hewani. Nikampigia simu. Mimi mwenyewe ndio nilimpigia simu. Yeye alikuwa amenitumia ujumbe akaniambia, mtumishi wa Mungu, nakusikiliza sana. Naomba tu niombee kwa jambo hili. Na kila alichoniambia, nilipokuwa namwombea, Mungu akaniambia, huyu hata vile tunaongea na wewe, kuna kesi inaendelea kwao. Nikampigia simu nikamwambia, kuna kesi inaendelea ya shamba. Leo iko wapi? Huyo mama alipiga nduru. Akaniambia, unajua kama ungekuwa unakaa hapa karibu, ningesema umeambiwa mambo ya kwetu. Lakini sasa mahali huko na mimi mahali niko, hata sijakuona, hata wewe hujaniona, lakini unaniambia mambo ya kwetu kule nimezaliwa. Na ukweli sasa ndio nimetoka kupigiwa simu. Nimekutambua, you are a prophet of God. Na kuambianga you have to prove me wrong or not, kulingana kile ambacho Mungu ananitumia. Jesus is not a barrier. I can prophesy wherever you are. Hata kama uko Uganda, hata kama uko Tanzania, hata kama uko America, my God is not limited. My God is not limited. Hakuna mahali hawezi fika. But je, unaniamini kama nabii? Kama uniamini, waachana na mimi. Kuna wale wananiamini na kuna wale nimetumwa kwao. Sijatumwa kwako kama uniamini. I pay a lot of money ili niweze kuja Iwan. Na si kwa sababu sina kazi na kuambianga, but I'm paying the cost. I know the secret of giving. Una siku moja nimeingia, nimelipa pesa, sasa hiyo hata nimepaki pocketless. Sina chochote. Na ninaingia live ili nikuhubirie. Nikahubiri, nikamaliza. Mimi nilipomaliza, siku hiyo ndio nilijua pesa inatumwa kutoka kwa laptop. Siku anajua kweli. Sikuwa najua kama pesa inatumwa kutoka kwa laptop. Nilichulia siku hiyo. Nilipoangalia mpesa nikaona pesa imetumwa kutoka, na sio shilingi moja, na sio chini ya 2,000. Imetoka mahali fulani na inatoka nje ya Kenya. Ni sasa hiyo mtu ameona tu namba ikipita hapo kwa screen vile unaona hivyo. Akatuma sacrifice yake na akaniambia the following day, vile nilivyokutumia hiyo dhabihu, hapo ndipo
Mungu alifungua milango yangu. Kuna kazi nilikuwa naongojea. Nilikuwa nimepromiziwa. Sikuwahi pata simu. Lakini vile nilituma tu ile dhabihu. Imagine nimepigwa simu na saa hii niko kazini. So kuna kazi labda imefungwa. Lakini ni kwa sababu bado hujatoa. Kuna mwingine anaweza sema, kwa nini sasa nitatoaje na mimi sina kazi? Mpendwa, hakuna mtu ana kitu ya kutoa. Let me tell you the truth. Hakuna mtu ana kitu ya kutoa. Ni ignorance tunakuanga naye. Maana ukitaka kujua ya kwamba hakuna mtu ana kitu ya kutoa, watu wanakula, hawalali njaa. Hata kama ni miili moja, anakula hiyo miili moja. Anakula labda lunch ama anakula saba ama anakula breakfast. So which means akosi kabisa. So iwapo tutaamua kwamba tunamtolea Mungu, ukweli ni kwamba hatuwezi kosa. Hiyo ndio ukweli. Mimi nimewahi kuwa sina chochote. Pesa inaitwa pesa sina. Na mimi nikazindua. Sasa hii mambo ya kwetu tutapitia hivi mpaka lini? Nitapitia hivi mpaka lini? Na nikamwambia mtumishi wa Mungu ambaye nilikuwa chini yake, nikamwambia, na nikuulize mchungaji, mimi kuna vitu ambao zinanisumbua, nataka kutoka hapo. Za kwetu zinanitesa. Nikaletewa ndoto usiku huo nilipomwambia hivyo. Nikaambiwa, chukua hizi vitu uko nazo kwa nyumba zote upeleke. Imagine nikapeleka kitanda, nikapepa kiti, nikapepa everything, nikapaki na chiko na sufuria mbili na sahani mbili. Ndio nilibaki nazo. Sikuwa nimeoa wakati huo. Nikapeleka mpaka kule kwa ule kwani. Nilipepa tu nini inaitwa mkokoteni. Nikapeleka nikaacha huko. Hapo ndipo mimi nilipata kazi Pembe Mili. Ndio nilianza kufanya kazi hapo. After kupeleka vitu kutoka kwa nyumba nikapeleka hapo. So hakuna mtu ambaye ana kitu ya kutoa. That is a day I was teaching this in church. Msichana mmoja akanisikiza. Mimi nikaona ametoka nje. Sikujua ameenda wapi. Unajua huwezi ambia mtu usitoke nje maana si chera. Kanisa ni mtu ako na freedom ya kukaa ama kutoka. Sasa nikaona ametoka. Mimi nikaendelea na ibada. Kidogo hivi, kumbe alienda na mwingine walikuwa na yeye. Wakaenda watu watatu na sikujua kama walienda pamoja. Mimi nakuta wamepepa kiti wanaleta kanisani. Namuuliza, Kai, kwani ni nini? Si umefundisha kuhusu kutoa? Mimi nimeteseka na madhabahu ya kwetu. Sikai kwa ndoa. Sasa hii nimeachwa, hii ni ndoa ya 5. Sijai kaa kwa ndoa. Na nimekuja kwa sababu umefundisha the secret of giving na mimi nataka nitoe. Hiki ndiko niko nacho, sina kitu kingine, niko na kiti. Na akaacha kiti. Watu wakaanza kumwambia, na wewe na huyo pastor wako, na yeye huyo pastor amekupoteza. Anaweza acha kukuambia uende utoe kiti yako kwa nyumba wewe ukae ukikaa chini. Sasa mimi ndio najua shida zangu. Nyinyi hamjui shida zangu. Huyo msichana tunaongea na wewe leo alikuwa nakosa mtoto, ndio maana ndoa yake ilikuwa inaisha. Leo tunaongea na wewe, ako na watoto 3. Na alifanya harusi sasa. Hakuokota huko barabarani, hakuokota huko Kiturai aende Huruma wahurumiane huko. Alifanya harusi. Lakini alipokuwa natoa, watu walimuona ni mchinga. Sasa kuna watu ambao, mpendwa, umefungwa, umekaa kwenye kifungo mpaka wakati ambapo utatambua siri ya kutoa. Upepe dhabihu, upeleke kwa madhabahu. Huyu ni Solomoni anapeleka dhabihu. Mwingine akawa anauza maandisi, anauza machungwa, ACND. Nikifundisha tu hii neno ninakufundisha siku ya leo. Akanisikiliza, tukaenda fellowship. Tulipoenda ile fellowship, akaambia brother yake, maana brother yake alikuwa ni fundi, alikuwa na fedha. Kamwambia, na dadi anafundishanga hii kitu kila wakati. Si hata sisi tujaribu tufunguliwe. Dada yake, huyo ndugu yake akamwambia, mimi sitaki hiyo mambo unaniambia. Na wewe si utoe hiyo machungwa yako. Na ukweli akaleta hiyo machungwa akatoa, akaleta mandizi hapo akatoa. Akakaa akaona, mimi bado sijafunguliwa. Mimi jioni kitu Friday, I remember ilikuwa siku ya Friday, siku ya deliverance service. Mimi nikiwa ninaenda kanisani, maana kulikuwa na mtu alikuwa na kifunguo kanisani. Mimi nikifungua nikashindwa ni nini iko kwa madhabahu. Sasa hiyo ameleta kitanda hapo, amewekelea kwa madhabahu. Na sijamwambia nenda upepa kitanda yako ulete. Lakini amesikia siri ya kutoa, akaenda akapepa kitanda akaleta.
na akawekelea hapo kanisani. Mimi sasa hata hayuko saa hiyo, nikaingia ibada, nikahubiri, akaingia, alikuja kama amechelewa. Alipoingia tu deliverance yake ikaanza, na alikuwa amekaa kanisani miezi 6 hajawahi funguliwa. Lakini kumbe kuna sacrifice ilikuwa imetolewa kwa familia yao, wakafanyishwa maagano. Sasa angefunguliwa kwa sababu wako na ruhusa ya kukaa kwake. Lakini the moment alipotoa ile kitanda hapo, na asiyeti aliacha kitanda ingine kwake, alitoa hiyo kitanda akapaki pila kitanda, na kuambia hili ufunguko uelewe, si lazima pesa. Yule msichana baada ya kufanya hivyo, Mungu akaniambia kuna watu 3 wanatoka kanisa hii wanaenda nje ya Kenya. Na nikawaambia, Mungu ananiambia kuna watu wanatoka hapa na wanaenda nje ya Kenya. Akaniambia mimi nitakuwa mmoja wao. Kama mchezo tu hivyo. Akaenda akachukua dhabihu ya fedha. Maana sasa milango imeanza kufunguka. Akaleta akaweka kwa madhabahu. Akumaliza miezi 2 kama hajaingia outside in Kenya. Alienda miaka 2 nje ya Kenya. Lakini ni nini kilichosababisha ili aende? Alichua siri iliyo ndani ya matoleo na akatoa bila kulazimishwa. Unasikia nakwambia, alitoa hata si yuko, akileta hiyo dhabihu si yuko. Lakini alikombolewa. So unapotambua siri ya matoleo, the secret of giving, my brother, maisha yako ita change. Utakapotambua kuna viwango ambao utaingia wakati utatambua kutoa. Utatambua siri ya kutoa. Kuna mahali ambapo ukiwa unataka kutoka kwa gari ndogo uingie kwa gari kubwa, toa dhabihu. Ukiwa unataka kutoka kwa nyumba ndogo uingie kwa nyumba kubwa, toa dhabihu. Ukiwa unataka anointing ambao ya kuenda viwango vingine, toa dhabihu. Ndio nipate deliverance service. Mimi deliverance anointing iwe ndani yangu, healing iwe ndani yangu, prophecy iwe ndani yangu. Nilitambua siri ya kutoa, nilipeleka kwa kuhani dhabihu. Siku moja mama mmoja Mkolino ambaye ni mchungaji akanitabiria, akaniambia nimekuona ukihubiri kwa TV. Juzi Mungu alikuwa ananiambia station yetu inaingia kwenye Signet. Na nikajiuliza, na hii pesa nitatoa wapi ya kuingiza hii station kwa Signet? Imagine, nikasikia sauti inaniambia hata sio pesa mingi, ni pesa kidogo sana. Nikaambiwa ni 200. Hata nikashindwa 200. Hata nikauliza kwani 200? Na hata nikamuuliza huyo mtu. Nikamuuliza, na hii 200 nikitoa, hii station itaingia Nairobi peke yake ama itaingia Kenya nzima? Kaniambia ukitoa hii 200 itaanza na Nairobi. So hii ni jambo ambalo ninahitaji, maana nimesaongeleshwa. Nitafute dhabihu, nipeleke kwa kuhani aliye na station ili hiyo anga ifunguke. Utaona hapo Maximum Grace TV ikiwa kwa TV yako. Ikiwa kwa TV yako. Unafungua hivi unakuta Apostle Daniel ndiye anahubiri hapo. Because I know the secret of giving. Now let me tell you, my brother and my sister. Katika kutoa, shetani ni mwerevu. Akisikia tu unataka kutoa, anafunga kazi, anafunga pesa, anafunga kila kitu. Unakosa pesa mpaka unashindwa. Kwani ni nini? Kwa sababu shetani anajua siri ya kutoa. Na kwa sababu anajua siri ya kutoa, anakuzuia. Hebu nikwambie, mtu ambaye anayeabudu miungu, hebu nikusomea katika Psalms 106. Psalms 106 verse number 38. Psalms ni Zaburi 100 pale na 6, 106 verse number 38. I'm teaching somebody who is willing to be delivered. Biblia inasema hivi, walimwaga damu ya wasio na hatia, damu ya watoto wao wa kiume na wa kike, ambao waliwatoa tambiko kwa sanamu za Kanani. Nayo nchi ikatiwa unajisi
kwa mauaji hayo. Hawa ni watu walitoa dhabihu. Na walitoa dhabihu nini? Watoto wao, mabinti na watoto wa kiume. Hawa ndio waliwatoa kama dhabihu. Imagine mtu anatoa mtoto wake kama dhabihu. If you are not aware, mtu ambaye anaenda kwa mganga, mtu akiamua kuingia kwa ufalme wa giza, hata akiitishwa mke, anatoa mke. Nimewaifanyia mama mmoja deliverance. Bwana yake anataka kumtoa dhabihu. Na ameagizwa kwamba amdunge kisu akufe. Usione kwa wale watu ambao unakuta wanauana usifikirie ni wao wanataka. Unakuta ni maagano. Ameambiwa kwamba atoe watoto wake kafara. Ameambiwa kwamba atoe mke wake kafara. Ameambiwa kwamba atoe mume wake kafara. Ameambiwa ya kwamba atoe mtoto mzazi wake kafara. Ameambiwa ya kwamba atoe jirani yake kafara. Ameambiwa ya kwamba atoe, yani ameagizwa ili afanye hivyo. Wengine wanaambiwa kwamba watoe mtu ambao ni virgin. Hiyo ndio wanaambiwa kwamba mtoe kafara. Kama wewe umechichafua hawana shughuli na wewe. Na kuna mwingine anakuta anaambiwa kwamba utoe mke wa mtu. Yaani vile wanaagizwa na hawawezi wakasuiria kufanya vile ambavyo watakavyoambiwa. Wanaamua wanatoa kwa sababu wanataka kuingia. Na ndio naona mtu wa Mungu, mtu ambaye ameingia kwa ufalme wa giza, ni vigumu sana atoke. Mtu ambaye ameingia kwa devil worship atokangi. Mtu akiingia kwa Freemason, akiingia kwa Illuminati, akiingia kwa Masonic, akiingia kwa uganga wa Ikirani, atokangi. Maana amejiunganisha kupitia sacrifice. Ametoa labda mama yake, ametoa labda baba yake, ametoa labda mke wake, ametoa labda mtoto wake, ametoa labda mume wake. Hawezi akatoka because there is a covenant within that sacrifice. Siri ya kutoa. Hakuna mtu anaweza akaingia kwa ufalme wa giza basipo kutoa. Usifikirie watu wanakufa ovyo ovyo hapa, kina JC hapa wanauliwa ovyo ovyo, usifikirie kwamba wanataka kufa. Kuna watu wanawatoa kafara ili wakaweze kutawala. Kuna watu wanawatoa kafara ili wakoe viongozi. Usifikirie viongozi wote tuko nao katika nchi ya Kenya ni waokovu. Waokovu wapi? Waokovu wapi wakiwa watu hivi kwa wakiona. Watu wanauliwa wakisudia na waulizi. Wengine ni makafara wanatoa ili wakaweze kupata nguvu, wakapata kutachirika. Lakini wewe ukiambiwa mpendo ya kwamba kuna siri katika kutoa, wewe unasemanga mapasta ni wakora. Watoto wako watatolewa kafara, wengine watatachirika. Sio kama unaelewa hivyo. Kuna watu wanaweza wakatoa mtoto wako kafara ili apate utachiri. Kuna watu wanaweza wakatoa washirika kafara ili watachirike. Kwa hivyo ni lazima uelewe ya kwamba hao watu ambao wanaabudu sanamu hawana shida na hawana shughuli na hawasuiliwi kutoa. Wanaweza wakatoa mpaka watoto waliowazaa. Nimewaiombea mwanaume ambaye amefungwa nguvu za kiume na amefungwa na mama yake mzazi. Hajafungwa na anti. Hajafungwa na anti. Amefungwa na mama yake aliyemzaa. Nilikuwa nauliza hayo mapepo, kwa nini mmefunga yeye? Ati yeye alitambua siri yetu ya kwamba sisi ni wachawi. Sasa tulimfunga ili asicha akasaa kizazi. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba haya mambo yapo. Na wao hawana acha na wasuiri chochote kumtolea shetani wao. Sasa the moment shetani wao anakusuiria, anakuonyesha ya kwamba usitoe. Wakati unasikia tu roho yako inakwambia usitoe, usifikirie ni wewe unaambiwa usitoe. Roho yako inaambiwa usitoe, na ni kwa sababu kuna kifungo, kuna mateso, kuna ukombozi unasuiriwa kwako. Na ndio maana unakuta kwamba hata ukiambiwa toa unasikia ni vigumu. Lakini unakuta kwamba ukiambiwa utoe hospitali haunanga. Umeiona mtu akicomplain kutoa hospitali hata akiambiwa atoe milioni 1. Kuna mtoto ambaye ni cousin yangu, mtoto wake alilazwa hospitali Livaro kule Eldoret. Wiki ngapi? 2, na yule mtoto akafa. Na alipokufa ile pesa ilikuwa inadaiwa ni 375,000. 375,000 ilikuwa inadaiwa kwa muda wa wiki 2. Mtu amekuwa ICU. Na hatukusema hatulipi, tulichanga mpaka tukaenda kwa governor kuomba msaada. Maana lazima tutoe ili atolewe moche.
Imagine mpaka tunaenda kwa gavana tukope. Lakini wewe unaposikia kutoa kwa Mungu ili uweze kukombolewa, hauwezi ukaenda kukopa. Kuna watu wanaenda mpaka loan. Wanachukua loan wanatolea watoto shule. Kuna watu wanaenda kwa loan, wanatoa pesa wananunua shamba. Kuna watu wanaenda kwa loan wananunua gari. Kuna watu wanaenda kwa loan wananunua motorbike. Kuna watu wanaenda kwa loan wanajisaidia kujenga nyumba. Kuna watu wanachukua loan hata kukula. Lakini ni nani alienda kwa loan ama kwa watu wa loan akachukua loan kwenda kwa Mungu afunguliwe? Nani? Hapo unasikianga mimi sina, wewe endelea kusema una. Basi vile unasema una na wewe ndivyo unaendelea kukaa kwa kifungo. Na kusaidia. Hapa ninakusaidia ninapokuambia haya. Maana kuna mambo ambayo mpendwa umeombea na ibadiliki. Ni kwa nini ibadiliki? Because inahitaji sasa mkono mwingine ambao ni mkono wa kuweza kutoa. That's why today I'm talking about the secret of giving. Kuna kiwango unahitaji kwenda, lakini itahusika kutoa. Ndio mimi nianza kuhubiri kwa TV. Niliona mhubiri mmoja, hata simjui, lakini nilikuwa namuona kwa TV. Na nikawa ninatuma pesa yangu hapo, na si eti mingi. Lakini kumbe ile ndio ilikuwa inafungua kwangu mimi kuhubiri kwa TV. Kuna mtumishi mmoja ambao anaitwa Prophet Peter Kimani wa Njoki. Mungu akubariki mahali uliko. Siku moja mimi nimekaa tu hivi ananitumia ujumbe kwa WhatsApp. Ananiambia man of God, jana usiku niliweka mahubiri yako kwa station yangu. Uliona? Nikamwambia sikuona maana sikujua hiyo time ulikuwa unaweka. Kaniambia nenda kwa YouTube utaona hapo na kwa Facebook maana hiyo mahubiri iko hapo niliweka. Na kweli nikaenda nikakuta ameweka. Sasa katika ile hali ya kuwatch nikiwa ninamuwatch the following day alikuwa anafundisha. Na mimi nikakuwa na kasadaka tu, nikatuma, si kutuma sadaka kubwa, nikamtumia tu hiyo sadaka. Baada ya kutuma akaniambia mtumishi, fanya hivi, chukua dakika 15 urekodi mahubiri unitumie ukiwa hapo kwa nyumba yako, nikuwekea hapa station. Mimi nikaingia na nikahubiri, nikamtumia, akaweka. Na ikawa ina play hapo. After that akaniita sasa akaniambia njoo mkesha. Nikaenda nikapewa 1 hour and 30 minutes nikihubiri bila kulipa hata shilingi moja. Sasa asubuhi wakinipeleka hivi nienda kupanda gari nirudi mjini Mombasa. Mama yake akaniambia jana nilikusikia ukihubiri. Maana mama yake walikuwa na yeye hapo kwa gari. Ilinifanya nisilale ili nikaweze kukusikiliza. Maana ile injili ulikuwa unahubiri sijawahi sikia. So ni kwa nini ninahubiri hivyo mpaka nasikia cha isikia? Ni kwa sababu kuna gharama ambayo nimelipa. So mpendwa, ninapokuambia haya, uelewe ya kwamba haya ni mambo ambayo yanafanyika katika maisha ya mtu. Anakaa kwa kifungo kwa sababu hajajua siri ya kutoa. Kama unahitaji kufunguliwa, kama unahitaji kuinuliwa, kama unahitaji mpendwa mambo mengine yabadilike maishani mwako, remember the secret of giving. Naona wale watumishi wa Mungu mnanitazama. God bless you so much. Lakini lazima uelewe ya kwamba mpendwa, ili hata upokee anointing ya mtumishi iliyo ndani yake, lazima utoe. Umpelekee zawadi. Umpelekee kitu ambacho anachokipenda. Afurahie moyo wake, sitakuja kwako. Lakini the moment wewe unasema mimi sitatoa, utaendelea kukaa kwa shida. Na hata sisi wahubiri tunaenda kwa wahubiri wengine. I'm talking about the secret of giving. Tuende Second Chronicle. Chapter number 7. Second Chronicle chapter number 7. Verse number 4 and 5. Second Chronicle chapter number 7, 4 and 5. Second Chronicle chapter number 7, 4 and 5. Maandiko sema hivi. Kisha mfalme Solomoni na watu wote walimtolea Mwenyezi Mungu dhabihu. Naye Solomoni alimtolea Bwana ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Hivyo ndivyo Solomoni na watu wote walivyoweka wakfu nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na hapo kiendelea nasema kwamba hata makuhani hawakuingia kwa hiyo nyumba. So Solomoni na watu wa Mungu walimtolea 120,000
cows or cattle. Wakatoa kondoo 120. You can imagine ati mtu anahesabu ng'ombe moja, mbili, tatu mpaka 120,000. Si 120, 100,000. Kondoo the same. Solomon, hizo ndio dhabihu alizozitoa kwa Mungu. Hizo ndio gharama alizitoa. Sasa my brother and my sister, ningependa nikuulize, wewe tangu ulipookoka mpaka leo hapo umefika, ngapi ambao umemtolea Mungu kama dhabihu? Sadaka kiasi gani ambao umemtolea Mungu? Unajua wengine, kuna mama mmoja ambaye tulikuwa tunakaa na yeye pamoja, alikuwa jirani. Nyumba yetu ilikuwa inaangaliana hivi. Yule mama alikuwa anaenda kanisa. Na katika kuenda kwake kanisa, ile kanisa ikawa every Sunday kuna sadaka wanatoa, I don't know 50 ama 100, kitu kama hiyo. Wanatoa kila Sunday. Hiyo peke yake ilimhamisha kanisa. Hiyo peke yake ilimhamisha kanisa. Na sijui ni 100 ama ni 50, nimesahau kidogo. Lakini ilikuwa between 50 and 100. Ikamhamisha kanisa, akaacha kwenda hiyo kanisa. Kwa sababu ya kuambiwa every Sunday atoe sadaka, atoe hiyo sadaka. Na hiyo sadaka ilikuwa ni ile wanachangisha kwa ajili ya kwenda crusade, mtu akiwa na shida, hiyo nini hizo. Ilikuwa ni hizo kulipia hiyo gharama. Lakini kwake yeye akahisi kwamba anadhulumiwa na akaacha kwenda hiyo kanisa. Sasa kuna watu ambao mpendwa, bado mmekaa katika matezo kwa sababu ya kwamba hujachua siri ya kutoa. Ukiona magonjwa kila wakati kwa maisha yako, sasa inahitaji ujue siri ya kwenda kutoa dhabihu. Ukiona kila wakati wewe ndoa yako iko na shida, mpendwa, sasa unafaa uelewe ya kwamba ni masaa yako na majira yamefika uende ukatoe dhabihu. Unajua wale watu ambao wanaenda kwa nguvu za giza, wakati atakapopata mimba anaendanga kwa mganga. Anapofika pale anatoa dhabihu kwa mganga achunge mimba yake. Mimba itakaposaliwa ataenda kwa mganga atoe dhabihu alinde mtoto wake. Atakapotoa dhabihu mtoto wake alindwe, akisamaliza mtoto akianza shule atatoa dhabihu. Mtoto wake anza shule, akimaliza atatoa. Akienda kazi atatoa. Sasa yule mtoto every step anapoenda anaenda na sacrifice, anaenda na dhabihu, anaenda na kutoa. Bwana asifiwe sana. Lakini Wakristo wakati ako na mimba